Tanzania ndiyo nyumba yetu, na kuna mtu alisema Tanzania ndiyo kwetu, hatuna kwengine katu. Hata kama itatokea nchi huko itaitwa Tanzania, lakini sio Tanzania hii, sio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tulionayo. Lakini jamhuri hii ni moja tu dunia nzima. Sasa tukiharibu tunakwenda wapi? Hapa ndio kwetu. Tutunze kilicho chetu na tutunze nyumba yetu ili itufae sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Hivyo kuna haja ya kuwashirikisha wananchi waelewe kwamba kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanao wajibu wa kulinda nchi yao. Mlinzi namba moja wa nchi ni mwananchi. Hivyo mwananchi anao wajibu wa kulinda nchi yake. Kama Bishop walivyosema, wananchi tunayo mamlaka ya kulinda kwa wivu mkubwa amani ya nchi yetu, kwa wivu mkubwa. Ndugu zangu, hakuna kitu kitaweza kufanyika hapa Tanzania kama amani ikitoweka. Hatutaweza kukaa kama hapa tukapata neno la Mungu kama jirani pale kuna mabomu yanalia. Hautaweza kukaa dukani kama amani haipo. Kwa hivyo sasa, ndugu zangu, ni waombe kupitia maneno ya Mungu ambayo anatupa Bishop Ikongo tuyashike, kwa sababu bila amani hakuna kitu ambacho kitaweza kuenda. Hautaenda shamba, hautaenda dukani bila amani. Jenga Tanzania iliyo imara, Tanzania yenye maendeleo, lakini bila amani maendeleo tutakayokuwa tunayahubiri hayatawezekana. Naomba kidogo niongelee kidogo kwa ufupi. Kuna mambo mawili katika hii zana ya polisi jamii. Tunayo miradi mbalimbali ya kiusalama, miradi mbalimbali ya kiusalama. Mojawapo tunaita mradi wa familia yangu haina uhalifu. Familia yangu haina mhalifu. Huu ni mradi mojawapo wa polisi jamii. Tunao miradi takriban 23, lakini kwa leo naomba niongelee mradi mmoja kwa kifupi tu kabla ya kurudisha maiki kwa afande wangu. Mradi huu wa familia yangu haina mhalifu tunajikita kwenye mambo machache. Tunaamini kwamba base ni kwenye familia. Tunasema hata serikali inaanzia kwenye level ya nini? Ya familia. Kwa hivyo sasa tunawaomba wazazi waweze kuwalea vijana wetu katika maadili yaliyo mema ili baadaye waje kuwa wazalendo wa nchi yao. Amina, amina. Bila kutengeneza msingi mzuri kwenye familia, hata waumini hatutawapata kabisa. Hatutaweza kupata vijana wenye maadili mema, wenye uzalendo na uwajibikaji wa kuweza kuijenga nchi yao. Hivyo wazazi tunao wajibu mzuri wa kujenga, wajibu mkubwa wa kujenga msingi mzuri wa watoto wetu, hasa tukizingatia maadili ya Kitanzania. Ndugu zangu, waumini wenzangu, tumekuwa sasa hivi wazazi wengi tumejikita kwenye kutafuta pesa na kusahau malezi bora ya mtoto. Wazazi, kuna zana mbili inasema kuna kutunza na kulea mtoto. Vitu viwili tofauti. Naomba niwasomee tofauti. Kulea mtoto na kutunza mtoto. Kulea mtoto ni kumfundisha mtoto maadili na tabia njema, lakini kutunza ni kumpatia chakula na malazi. Yeah. Wazazi wengi tunaamini kwamba kutunza mtoto ndio wajibu wake. Kwa hiyo ukiwapa nguo na nini unajua umemaliza. Kumbe unasahau jukumu kuu ambalo ni kumlea mtoto. Kulea mtoto, kulea maana yake inajumuisha matendo yote mawili, kutunza pamoja na kufanyaje? Kwa sababu utawalea katika maadili yaliyo bora. Tofauti ya pili, kulea mtoto ni kumfundisha nidhamu na uwajibikaji. Lakini kwenye kutunza mtoto ni kumtunza anapokuwa mgonjwa. Unaamini sasa wewe kama mzazi, na ndio wazazi wengi sasa hivi, mtoto akikwambia anaumwa unampa hela aende mwenyewe hospitali. Ndio kutunza. Mwisho wa siku unajikuta unawajibika, unatafuta hela kwa nguvu kubwa
lakini unakuja unajikuta watoto wameharibika, ambao baadaye sio msaada kwako na sio msaada kwa taifa. Tofauti nyingine inaongelea kulea mtoto ni kutoa malezi ya kihisia na kijamii, lakini huku kwenye kutunza ni kuhakikisha yuko salama. Yaani unahakikisha tu mtoto wako yuko salama, hajafika na chochote, umemaliza. Unasahau jukumu kubwa. Mzazi kama mzazi unapaswa kufanyaje? Kulea mtoto. Lazima ujue mtoto wako ana tabia gani. Mlee mtoto katika maadili ya kumcha Mungu. Ndipo atakuja kuwa mzalendo na nchi yake. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti nyingine ni kulea mtoto ni kumwelekeza katika elimu na maisha. Unamwelekeza mtoto apate elimu. Elimu tunamaanisha kuna elimu hii ya kawaida na elimu ya dini. Amen. Elimu ya kumjua Mungu. Lakini huku kwenye kutunza, huku kumtunza ni kumpatia mahali salama pa kuishi. Unaamini ukijenga nyumba umemaliza, sana pa kulala na kitanda na godoro. Bado hujalea mtoto. Bado. Kuna historia moja aliongelea mkuu wa mkoa wa Njombe. Alisema kuna siku moja alitembelewa na watoto, sio watoto wadogo, kwa maana ni watu wazima. Ni binti mmoja alienda kulalamika kwake, asema baba yake anaumwa, lakini kaka zake wawili wanakataa kumpeleka India, na kwenye akaunti ya mzee kuna bilioni zaidi ya 3. Lakini watoto wa kiume wanasema sasa tukimpeleka India, akirudi huko akifa hela zitaisha. Sasa tutabaki, atatuachaje? Hela umetafuta kwa nguvu, lakini watoto, lakini yote haya ni kwa sababu tulitunza watoto, hatukuwalea watoto. Kwa tulee watoto ili baadaye waje kuwa tunu ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na la mwisho kwenye hizi tofauti kati ya kulea na kutunza, kumfundisha tofauti ya mema na mabaya, hapo ndo kulea. Lakini huku kwenye kutunza unasema kumhudumia mahitaji yake ya kila siku. Umeona tofauti hapo? Kwa hiyo waombe ndugu zangu, waumini wenzangu, tutengeneze familia ambayo haitakuwa na mhalifu, familia yenye uzalendo, familia ya kumcha Mungu, familia itakayokuwa inawajibika. Kuwajibika kwa maana kuwajibika kwako wewe kama mzazi, na kuwajibika kwa ajili ya taifa zima la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kwa leo niishie hapa. Amen. Asante sana.